Karibu kufuata yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamia ya familia wanakimbia kwenda Kamituga wakati mpigano kati ya M23 na FARDC yanaongezeka huko Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini. Huko Pinga katika wilaya ya Walikale, jimboni Kivu Kaskazini, viongozi wa Kisimba wanashukuru ukarabati wa daraja la kisasa linalounganisha Kisimba na Bashali Mokoto wilayani Masisi, likisaidia usafiri na maendeleo. Kutokana na kuendelea kwa M23 katika eneo la Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini, mamia ya familia wanakimbia kwenda Kamituga. Mapigano kati ya wanajeshi wa M23 na jeshi la FARDC yanaongezeka na kufanya Mwenga Centre na maeneo ya karibu kuwa katika hali ya wasiwasi na hofu. Maelezo kamili. Wanajeshi wa kikundi cha wapiganaji wa M23 wamechukua miji kadhaa na sasa wanakaribia makao makuu ya eneo hilo. Kulingana na vyanzo huru, wapiganaji wako Kalimbi, umbali wa kilomita 5 kutoka Mwenga Centre, wakati jeshi na washirika wake wako kwenye daraja la Lwindi. Jumapili tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka huu, familia nyingine zilizohama kutoka vijiji vya Itumba, Misebu, Kataraka, Kitale, Ilibo, Mulole katika jumuiya mbili za Irangi na Kalimbi za chifu wa Lwindi zinaelekea Kitutu na mji wa Kamituga, iliripoti duru ya mahali. M23 bado wako kasika na maeneo jirani, lakini wanapiga doria tu Kalimbi Centre, iliongeza shirika la raia. Tangu wiki iliyopita, mapigano kati ya M23 na FARDC yameongezeka katika eneo la Mwenga. Mwenga Centre na Kamituga ziko katika hali ya taharuki na wananchi wanaogopa kuendelea kwa wapiganaji wa M23. Viongozi wa Kisimba katika chifu ya Wanyanga Pinga wameshukuru baada ya kujengwa kwa daraja la kisasa linalounganisha Kisimba, Walikale na Bashali Mokoto wilayani Masisi. Katika ujumbe kwa gavana wa kijeshi Kakule Somo Evarista, viongozi wa eneo hilo wanamshukuru mamlaka ya mkoa kwa miundombinu hii muhimu kwa usafiri na maendeleo ya kiuchumi katika eneo hilo. Fuateni hapa. Ni Mwinde Mpikamitie nikiwa jeune notable wa groupement Kisimba, precisement Pinga. Mimi furaha yangu ni kwa kuona jinsi liwali wetu wa jimbo ameweza kutusaidia kujenga hii po, sababu inapita miezi 10 ya rehabilitation ya kilalo ilikuwa inafanyika para ikuweza kutumikwa na wandugu wa XP, na tunashukuru sana kwani liwali wa jimbo aliwaza kushida kuu ya population ya Pinga, kwa sababu hiyo kilalo ilikuwa shida sana kwa watoto ambao wanaenda kwa masomo, wanatoka Nkasa kwenda soma ku Epeping, ilikuwa danger kwao, kutoka pia Bushimo kwenda somea Nkasa ilikuwa pia shida. Sasa tunashukuru sana kuangalia jinsi hii kilalo inatengenezwa na inasaidia population kabisa. Hii po ina relie de groupement, ina relie groupement Kisimba. Groupement Kisimba ni groupement yenye kwa territoire ya Walikale, ina relie pia na groupement Bashali Mokoto, ni groupement ambayo inapatikana mu territoire ya Masisi. Kwa usalama wa nchi tunasema kwa sasa tuko kimya kidogo, bado shida tungali tunalomba Mungu asaidie pia majeshi wetu, kwa sababu wanajitoa na tunakuwa na askari mingi hapa na wengine wako shamba la vita. Tunasema kabisa Mungu asaendelee kuwasaidia na wazee wetu wasaidie wale wa jeshi ambao wanajitoa kwa kupigania nchi. Sisi kama population ya Pinga tunashukuru sana kwa liwali wa jimbo, kwa sababu wamefanya tendo kubwa ambalo inarahisisha sisi raia kuna population yote kutembea, kwa sababu hii kilalo kwa natusumbua sana, na tunamulusi tena aendelee kuwaza juu ya sisi population ya Pinga, kwa sababu Pinga ilionekana imesaulika sana na gouvernement provincial, na kwa kuangalia jinsi yeye anajitoa kwa kutumikia hii Walikale na particulièrement sisi population ya Pinga na Nord Kivu en general,
tunasema kabisa asante sana na Mungu aendelee kumbariki na aendelee kufanya nguvu kwa kuendelea kutengeneza territoire yetu ya Walikale na province yote mzima. Kamishina wa mkoa wa polisi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo PNC jimboni Kivu Kaskazini aliongoza Jumatatu tarehe 1 Disemba maonyesho ya kijeshi katika uwanja wa michezo Muvungi pa Oicha, makao makuu ya eneo la Beni. Alikumbusha polisi umuhimu wa kulinda wananchi na mali zao, kuwa na nizamu na kuheshimu haki za binadamu. Kamishina msaidizi Makambo Gimba Didone alisema katika kipaza sauti cha mwandishi wetu Isaac Bingeve toka Beni. Na territoire ezali occupé lokola toka kiambo mutu asali mbeba balobi sanction soki di fouet soki di fimbo epai na biso yebani te. Droit wana na kanti eza ya baterroriste. Respecter droit de l'homme. Respect à droit de l'homme. Okangi mutu memaye calmement. Na banzuzi na ye na OPJ bakosambisa ye. Soki OPJ akotransfere à titre de droit. Avec dignité. Et soki azali sanctionné à quelle prison? Torture ezali dans le territoire occupé. Et chez nous, nous avons au film beaucoup, on est allé torturer. Ils sont très bien en côté. Ils sont allés respecter la droit. Huko Bunia, vijana zaidi ya 200 walifanya maandamano ya amani, mshikamano na uwajibikaji wa kiraia. Tukio hili liliongozwa na bunge la vijana la Ituri wakati mkoa unakabiliwa na changamoto mbalimbali za usajili. À Bunia, ce samedi matin, ils étaient plus de 200 jeunes à répondre à l'appel du Parlement des jeunes de l'Ituri. Une marche citoyenne, pacifique et hautement symbolique pour dire oui à la paix, à la cohésion et au vivre ensemble. Initiée par le président provincial du Parlement des jeunes, Ibrahim Goular Abassi, cette mobilisation vise à rappeler le rôle central de la jeunesse dans la reconstruction de l'Ituri, meurtrie par des années de violence. 3 objectifs majeurs ont guidé cette marche. Créer des liens entre les jeunes venus de tous les quartiers, stimuler la conscience morale de la jeunesse et réaffirmer l'attachement aux valeurs citoyennes et républicaines. Dans un contexte de l'état de siège, les organisateurs ont rappelé la nécessité de soutenir les institutions légalement établies et d'éviter toute forme d'espionnage, de manipulation politique ou de repli identitaire. Le président du Parlement des jeunes a également insisté sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, appelant chaque jeune à construire plutôt qu'à détruire l'image de la province. Une mobilisation forte qui traduit la détermination d'une jeunesse iturienne décidée à tourner la page de la violence. Bintu Keita, kiongozi wa MONUSCO anayehama, ameondoka DRC mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya miaka 5 akiwa kiongozi wa misheni ya umma. Anasema ataendelea kulinda maslahi ya wananchi aliyowasaidia kwa njia nyingine, huku akikabiliana na changamoto kubwa za usajili na kuanza kwa uondoaji wa taratibu wa MONUSCO. Anakumbusha kuwa MONUSCO tayari imeondoka Kasai, Tanganyika na Kivu Kusini, lakini bado ipo Ituri na Kivu Kaskazini, mikoa inayokabiliana na makundi ya silaha. Gavana wa jimbo la Tanganyika Christian Kitungwa alizindua mwishoni mwa wiki Manono kampeni ya chanjo ya bure dhidi ya surua na rubela kwa watoto wa miezi 6 hadi 14. Aliwahimiza wazazi kupeleka watoto wao katika vituo vya afya ili kuimarisha kinga yao na kuzuia maambukizi hatari.
Huko Kinshasa, waziri mkuu msaidizi Jean-Pierre Lihau alizindua tarehe 13 Novemba mwaka huu mtihani wa kuingia shule ya taifa ya utumishi wa umma ENA. Kupitia mtihani huu, serikali ya Kongo inasisitiza kukuza usawa wa fursa na kuhamasisha upanuzi bora na shindani wa utumishi wa umma. Dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique congolaise, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lihau, a lancé ce dimanche 30 novembre 2025 le concours national d'entrée à la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA en sigle. Vous êtes là parce que la République vous appelle. Vous êtes à la rencontre de votre destin. Ils sont près de 11 000 candidats répartis sur toute l'étendue du territoire national à avoir répondu présent à cet appel, signe de l'intérêt croissant que suscite aujourd'hui une fonction publique en pleine transformation. Aujourd'hui, avec Constance, nous venons de lancer ces recrutements au niveau de l'ENA pour le test écrit. Et au moment où nous sommes ici à Kinshasa, le même exercice est en train de se faire partout à travers nos provinces, au niveau de chaque chef-lieu, y compris pour les provinces de l'Est. Nous avons ainsi voulu accorder toutes les chances à tous les enfants, toutes les filles et tous les fils de la République, en tout cas celles et ceux qui souhaitent servir l'administration publique, servir l'État à travers la fonction publique. À l'occasion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Lihau a salué la forte participation des femmes ainsi que des personnes vivant avec handicap, soulignant l'engagement du gouvernement en faveur d'une administration inclusive et équitable. La visite de son Excellence, ce n'était qu'un soulagement parce qu'il n'a fait que nous encourager, il avait les mots exacts pour nous aider à rester dans le travail, à ne pas stresser, à travailler correctement. Ce n'était vraiment un atout et un soutien pour nous aider à travailler correctement. Ce recrutement, basé exclusivement sur le concours, vise à garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens, une administration ambitieuse qui s'inscrit dans la vision d'une fonction publique moderne, compétente au service de l'État et des citoyens. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo kutoka Kinshasa. Tunakomesha habari za leo za Kiswahili ya Kivu Morning Post TV, tukitangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa DRC. Tukutane kesho kwa habari zingine.